Promova TV, a home of testimonies. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mchungaji Solomon Elias Lukumai wa kanisa la Gilgal. Lakini pia kwa neema ya Mungu mimi ni askofu wa makanisa hayo ya Gilgal kwa jimbo la Mwanza. Lakini mimi ni mchungaji wa kanisa la mahali hapa Igoma, na nikukaribishe msikilizaji wangu wa kipindi cha neno la siku. Unayefuatilia kipindi hiki, karibu. Mimi pia ni mchungaji lakini ni mwalimu wa somo la Roho Mtakatifu. Katika somo la Roho Mtakatifu kuna vipengele mbalimbali ambayo tunaweza kuisikiliza na kujifunza, au tunapaswa kama kanisa kujifunza na kuelewa vizuri. Na kipengele leo ambayo nataka nizungumze kwenye somo la Roho Mtakatifu, nataka nizungumze kwa habari ya ibada. Ibada. Tukienda moja kwa moja kwenye neno la Mungu, tutasoma kitabu kile cha Yohana Mtakatifu, mlango ule wa 4 mstari 23 mpaka mstari ule wa 24. Biblia inasema, lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kabla tujaendelea mbele, basi hebu niombe kwa ajili ya neno hili na kwa ajili ya kipindi cha leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakubariki Bwana kwa ajili ya neema ya Kristo ambayo ipo juu yetu. Tunapoenda kusikiliza leo kipindi hiki, ninaomba Roho Mtakatifu ukatujalie kuelewa, lakini wasikilizaji wote na wafuatiliaji wote wa kipindi hiki, ninaomba Bwana ukawabariki, ukawape neema ya kupokea kipawa na nguvu na kuelewa vizuri katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba mwema, asante kwa sababu utatuwezesha, utatupa neema katika jina la Yesu Kristo mfalme. Nimeomba na kuamini. Amen. Amina. Basi naomba tuendelee mbele tukiangalia hasa ujumbe huu unaosema kwamba ibada. Nikitaka kutafsiri neno ibada, ninaweza nikatafsiri kwamba sina maneno moja kwa moja ya kutafsiri, lakini kuna maandiko ambayo yanaweza yakatuelewesha vizuri kwa ajili ya neno hili ibada. Tukiangalia katika kitabu cha Ufunuo, na jaribu kutoa maana ya ibada. Tukiangalia katika kitabu cha Ufunuo mlango ule wa 4. Kitabu cha Ufunuo mlango ule wa 4. Tutasoma kuanzia mstari ule wa 5. Tuanzie mstari ule wa 5 au tuanzie mstari wa 4, wa 8. Anasema, na hawa wenye uhai 4, kila mmoja alikuwa na mabawa 6, na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawakupumzika mchana wala usiku, wakisema, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyoko na atakayekuja. Na hao wenye uhai wanapompa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukurani, yeye aliye hai hata milele na milele. Ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele. Nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi. Mstari wa 11 nasema, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiye uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwepo, navyo vikaumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona, nataka tuangalie vitu vitatu hapa katika mstari tuliyosoma. Katika mstari wa 9 kuna neno heshima.
na kuna neno shukurani, lakini pia kuna neno utukufu. Kwa maana ya kwamba ibada, mtu yoyote anayepeleka ibada, vitu hivi vitatu ni vitu ambavyo viko kwenye ibada. Mtu anapofanya ibada anampa Mungu utukufu, lakini mtu anapofanya ibada anampa Mungu heshima. Mtu anapofanya ibada anamshukuru Mungu. Hiyo ndio inaitwa ibada. Kwa sababu unaona kwamba hawa wazee 24, lakini pia hawa wenye uhai, nao walikuwa wanampa Mungu heshima wakisujudu. Lakini tunaona hapo chini anasema kwamba wakiimba, wakisema mtakatifu mtakatifu, umestahili wewe Bwana wetu, Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na uweza. Kwa hiyo ibada hasa maana yake ndio hiyo. Kuna umuhimu wa ibada. Umuhimu wa ibada ni nini? Umuhimu wa ibada ni hili ambalo tunaipata katika kitabu hicho cha Yohana tuliyosoma mwanzo, kwamba Mungu anadai ibada. Mungu anadai ibada. Naomba nirudie, Mungu anadai ibada. Naomba turudi kule kwenye kitabu kile cha Yohana mtakatifu, tuone ule mstari tuliousoma wa 23 na 24 wa kitabu cha Yohana mlango wa 4. Biblia inasema, Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Naomba nianze hapo juu mstari 23. Anasema, lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Ndilo neno lilitaka hilo. Baba anawatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu anadai ibada. Mtu yeyote ambaye anasema ameokoka, kwenye kipengele cha ibada, ni mtu ambaye anatakiwa kutoa ibada kwa Mungu. Na hakuna mtu yeyote anayeweza kutoa ibada kwa Mungu kama yeye sio mtu wa Mungu. Maana nyingine ni nini? Maana nyingine ni kwamba huwezi ukafanya ibada halisi. Maana tumesoma kwenye maandiko hayo, kwenye contents ya maandiko hayo, kuna maneno yafuatayo. Yanasema waabuduo halisi watafanya ibada halisi. Kuna waabuduo halisi na kuna ibada halisi. Kuna waabuduo halisi na kuna ibada halisi. Kwa maana ya kwamba ili mtu aweze kufanya ibada halisi, lazima awe mwabuduo halisi. Ili uwe mwabuduo halisi, ni lazima uwe umejazwa Roho Mtakatifu. Lazima uwe umejazwa Roho Mtakatifu. Tunaweza tukawa na experience mbalimbali au ufahamu au uzoefu mbalimbali kuhusiana na neno la Mungu, lakini kama bado hatujajazwa Roho Mtakatifu, hatuwezi kuwa waabuduo halisi kulingana na andiko tulilolisoma. Na Mungu anadai ibada. Hilo naomba uzingatie vizuri kwamba Mungu anadai ibada. Ndio umuhimu wa ibada. Tunapokutana makanisani, tunapokutana kwenye vikundi vyovyote au mahali popote tunafanya ibada, ili ibada iwe ya kweli, lazima ibada ifanyike katika roho na kweli. Nitazungumza hapa chini, nitaendelea kuzungumza kwa habari ya neno ibada katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naomba niseme kwamba ibada ambayo ndio nimezungumza, au ibada halisi, ina kanuni 3 kulingana na andiko hili la kitabu cha Yohana mlango wa 4 mstari 23 mpaka 24. Ina kanuni 3. Kanuni ya kwanza ni hiyo niliyozungumza, nikasema hivi ya kwamba waabuduo halisi, true worshipers, maana yake ni halisi, ni wale wanaomwabudu Mungu katika uhalisi. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Naomba nirudie tena. Kanuni ya kwanza ni waabuduo halisi, true worshipers. Ili ibada iwe halisi, lazima anayeabudu lazima awe halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima awe halisi. Tunaweza tukawa tunafanya ibada mbalimbali. Lakini sio halisi. Watu wanafanya ibada hata makanisani. Watu wanakutana kwa ajili ya ibada. Kuna nyumba za ibada. Lakini kwenye nyumba hizo za ibada, watu wanaweza wakafanya ibada, lakini sio ibada halisi.
ibada halisi ni ile ambayo ni Roho Mtakatifu ndio anayesababisha ile ibada ifanyike. Utanielewa hapo katikati. Tuende kwenye kipengele cha pili. Nimesema kwamba ibada ina kanuni tatu. Kanuni ya pili ni katika roho. Kanuni ya pili, ibada lazima iwe katika roho. Sasa tukiangalia vizuri kwa wale wasomaji wa Biblia, neno hilo lililotumika kwenye kitabu hiki cha Yohana, kwenye warako na ni kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 4 mstari 23 nasema, lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Ukiona hilo neno roho inaandikwa kwa herufi ndogo, roho, mahali popote, nikujulishe msikilizaji wangu, ambapo neno hili roho linaandikwa kwa herufi ndogo kwa kuanzia, ni roho ya mwanadamu. Ni roho ya mwanadamu. Kwa hiyo maana yake nataka nikuambie kwamba mwanadamu na yeye yuko katika nafsi tatu kama Mungu alivyo. Na hii ndio mojawapo ya kinachotufanya tuwe tunafanana na Mungu. Mara nyingine mtu anaweza akauliza, mwanadamu anafananaje na Mungu? Kitu mojawapo ambacho kinampa mwanadamu kufanana na Mungu ni ule utatu wake. Maana Mungu yuko katika utatu, mwanadamu naye yupo katika utatu. Mwanadamu ana nafsi, mwanadamu ana roho, mwanadamu ana mwili. Sasa naangalia hichi kipengele. Kwenye hichi kipengele kwenye ibada, kwenye kipengele hichi cha roho na kweli, inazungumziwa roho ya mwanadamu. Kwa hiyo ili mtu afanye ibada, lazima roho yake ikubali kufanya hiyo ibada. Mtu mmoja katika Biblia inasema hivi ya kwamba, nafsi yangu umuhimidi Bwana. Nafsi yangu umuhimidi Bwana. Maana yake ni kwamba kwa mara nyingine ukiangalia kwenye Biblia au ukiangalia kwenye mafafanuzi ya roho ya mwanadamu, mara nyingine inatamkwa kama nafsi, mara nyingine inatamkwa kama roho, mara nyingine inatamkwa kama moyo. Yote hayo yasikuchanganye, tunaweza tukazungumza siku nyingine kama tukipata nafasi nzuri ya kuweza kuzungumza neno hili. Lakini maana yake ni kwamba lazima kwamba wakati unapotaka kufanya ibada, lazima roho yako iweze kuwa tayari kufanya ibada. Roho yako ikiwa tayari, maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu anauwezesha roho yako, au Roho Mtakatifu na roho yako inafanya kazi ya kuabudu. Au Roho Mtakatifu anakuwezesha kuabudu. Roho Mtakatifu anakupa uwezo wa kuingia katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ibada, ili ufanye ibada halisi, lazima uzame kiroho. Ili uweze kuzama kiroho, lazima roho yako iungane na Roho Mtakatifu, uingie katika ulimwengu wa roho, ndipo unapofanya ibada ya kweli. Na hii haitawezekana mpaka pale utakapokuwa umeruhusu nafsi yako kufunguka, au umeruhusu moyo wako kufunguka, na Roho Mtakatifu akawa kiongozi katika kuabudu. Unakuwa umefanya ibada halisi kama muabuduo halisi. Kama muabuduo halisi, lazima nafsi yake ifunguke, lazima roho yake ifunguke ili aweze kufanya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema kwamba ibada ina kanuni tatu, na nikakwambia kwamba kanuni ya kwanza, lazima uwe muabuduo halisi, true worshiper. Kwa maana nyingine, lazima uwe umemkiri Bwana na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini pia uwe umejazwa nguvu za Roho Mtakatifu, au uwe umempokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Napozungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, nimezungumza kipengele kwamba upokee nguvu za Roho Mtakatifu. Kupokea nguvu za Roho Mtakatifu ni pale baada ya Roho Mtakatifu kuja. Usije ukatafsiri kwamba kumpokea Roho Mtakatifu ni nguvu. Roho Mtakatifu yeye ndiye atoaye nguvu. Naomba uelewe hicho kipengele kwamba Roho Mtakatifu yeye ndiye atoaye nguvu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja ndani mwetu, huiongoza utashi wetu au undani wetu ili kuweza kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kipengele cha pili ni hicho ambacho nimesema, lazima tuabudu katika roho. Na nimesema kwamba
roho ya mwanadamu. Lazima roho yako ikubali kuabudu. Kipengele cha 3, lazima tuabudu katika kweli. Tumeona hapo kwenye Biblia kuabudu katika roho na kweli. Neno hili kweli kwa neno la Kigiriki linaitwa aletheia, lenye maana ya tabia ya Mungu. Mungu ndio kweli. Mungu ndio kweli. Kwa hiyo ili tuwe wa kweli ni lazima tuwe tuna asili ya Mungu. Lazima tuwe na asili ya Mungu. Kwa kuwa Mungu ni mkweli, Mungu akija ndani mwetu tunakuwa wa kweli. Kwa maana ya kwamba nimekuambia watu wanafanya ibada, lakini kuna ibada za taratibu za dini. Kuna ibada zingine moja kwa moja za kumwabudu shetani. Kuna ibada zingine zinafanyika ni ibada za mila na desturi. Kuna zingine zinafanyika ni desturi tu. Watu wanakutana ni Wakristo lakini ni desturi tu, wanafanya desturi. Sio ibada ya kweli. Ibada ya kweli ni ile ambayo inajumuisha vitu vyote vitatu. Nimesema waabudu halisi, kuabudu katika roho na kuabudu katika roho, lakini pia kuabudu katika kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri ukifanya hivyo na ukimpa, kuna watu wanauliza, awezaje kuingia katika ibada ya kweli, au nawezaje nikaabudu katika roho na kweli? Ili mambo yote ya muhusio Mungu yatendeke, tunahitaji kitu kinachoitwa imani. Imani ndio inayoweza kutuingiza katika ulimwengu wa roho. Ili tuweze kuingia katika ulimwengu wa roho ni lazima tuwe na imani. Siku moja nikawa nafundisha kanisani, nikasema imani au kuingia katika ulimwengu wa roho ni kama vile umeenda ukakutana na mlango. Unapokutana na mlango, ili uingie upande wa pili lazima ufungue mlango. Upande wa pili tuseme ndio ulimwengu wa roho. Lakini upande huu wa kwanza ni ulimwengu wa kawaida tuliopo. Ili uingie katika ulimwengu wa roho lazima ufungue mlango. Na mlango ni nini? Mlango ni roho yako. Ili uingie katika ulimwengu wa roho lazima ufungue mlango. Lazima ufungue mlango. Na ndio maana Biblia inasema Mungu ametupa Roho Mtakatifu, lakini ametupa neema ya kupokea kipawa cha kunena kwa lugha au kunena kwa ndimi. Kule kunena kwa lugha kuna turahisishia kuingia katika ulimwengu wa roho. Anayeabudu halisi anapokuwa ananena katika lugha ya Roho Mtakatifu, anakuwa mwepesi kuingia katika ulimwengu wa roho. Ukiangalia katika maandiko yanayoonyesha katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa pili, tunaona kwamba watu walipojazwa Roho Mtakatifu, watu waliwasikia watu wakimtukuza Mungu. Lakini hawa wanaonena walikuwa hawajui wanafanya nini. Kwa nini? Kwa sababu wao waliingia katika ulimwengu wa roho. Lakini Roho Mtakatifu alijalia tafsiri za zile lugha kwa wakati huo, kwa sababu kuna wengine ambao walisikia, wakasikiwa watu wakimtukuza Mungu. Wakisikiwa watu wakimtukuza Mungu, pale mtu alipojazwa Roho Mtakatifu alinena, alionekana akimtukuza Mungu. Lakini pia tunaposoma katika kitabu cha Wakorinto, mstari nisitaje, Biblia inasema, au niseme kitabu cha Wakorinto mlango wa 14 mstari wa pili pale, anasema kwamba anenaye kwa lugha hasemi na watu, ila anasema mambo ya siri ya roho yake pamoja na Mungu. Kwa maana mtu anaponena katika lugha, maana yake ni kwamba ameweza kuingia ndani ya ulimwengu wa roho. Na hapo sasa ndipo tunapofanya ibada halisi. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kwamba tuendelee na kipindi hiki. Tutaona faida au nini kinachotokea watu wanapofanya ibada ya kweli. Nini kitakachotokea watu wanapofanya ibada ya kweli.
Inawezekana tukipata muda tunaweza tukazungumza tena wakati mwingine. Kwa hiyo naomba niishie hapa kwa siku ya leo mpaka tutakapokutana kwa wakati mwingine. Naomba nimshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hichi. Baba yetu katika jina la Yesu, na kushukuru Mungu kwa sababu ya neema yako Mfalme. Pokea heshima, utukufu na mamlaka. Najua Bwana, yeyote atakayesikia, Mungu wa pekee utamgusa kwa namna ya pekee na utampa neema na kibali, lakini utawawezesha watu wako Bwana ili waweze kuleta ibada kamili na ibada halisi, na wao wenyewe wawe wanaoabudu halisi, waabudu halisi. Mungu, naomba utujalie yote katika jina la Yesu Kristo Mfalme, nimeomba na kuamini. Amen. Kama mwanzo nilivyojitambulisha, naitwa Mchungaji Solomon Elias Lukumai wa kanisa la Gilgal, lakini pia kwa neema ya Mungu mimi ni askofu wa makanisa hayo ya Gilgal kwa jimbo la Mwanza. Na Mungu awabariki sana. Kwa mawasiliano yangu, namba yangu ya simu ni Voda 07 56 33 91 18. Mungu awabariki sana. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa.